The Zionist enemy has made a grave mistake. They have committed a major crime. Maadui wetu wamefanya makosa makubwa sana. Wamefanya uhalifu mkubwa sana na lazima tuwaadhibu, na tayari tumeshawaadhibu. Adhabu ambayo Iran imewapa hawa maadui wenye roho mbaya na wataendelea kufanya hivyo siku zijazo ni kubwa mno. Ni adhabu kali sana. Japokuwa marafiki wao Marekani wameingilia kati na kutoa matamshi yao, hii ni dalili ya unyonge na mapungufu yao. Hivi majuzi rais wa Marekani alianza kutoa vitisho. Alikuwa akitutolea vitisho na anaendelea kututisha kwa kutumia lugha na matamshi yasiyofaa na yenye jeuri pia. Anaamrisha eti watu wa Iran wasalimu amri mbele ya Israel. Kwanza kabisa, vitisho vyake havielekezwe kwa wale ambao wanamwogopa. Taifa la Iran haliogopi vitisho kutoka kwa yeyote mwenye kuitisha. Kuambia raia wa Iran kuja kusalimu amri sio matamshi yanayofaa kwa wale wanaojua Iran. Yeyote anayejua historia ya Iran hawezi kutoa matamshi ya aina hii. Tusalimu amri kwa ajili ya nini? Taifa la Iran sio la kusalimu amri. Hatukuvamia yeyote. Hii ndiyo kawaida ya taifa la Iran. Huu ndio msukumo wa watu wa Iran. Wamarekani ambao wanaijua siasa za sehemu hii wanajua namna Marekani ilivyojihusisha na haya mambo, na ni kujitakia tu matatizo. Kama Marekani wataingia katika uwanja huu wakiamua kuchukua maamuzi ya kijeshi, uharibifu ambao wataupata utakuwa ni mkubwa mno. Mashambulizi ya maadui wetu Israel yalianza wakati maafisa wa Israel walikuwa kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mzozo huu. Kuanzia mwanzo tulishuku kwamba Marekani walikuwa wanajihusisha na huu mpango mbaya wa Israel, lakini kutokana na matamshi aliyotoa juzi, tunazidi kupata sababu ya kuamini habari hizi kuwa ni za kweli. Taifa la Iran linabaki imara kwenye kipindi cha vita kama vile tu tulivyokuwa imara kipindi cha amani. Taifa la Iran halitasalimu amri mbele ya yeyote. Tunashukuru Mungu, maisha yanaendelea kama kawaida. Usijaribu kuonyesha uoga au unyonge mbele ya adui yako. Adui yako akishagundua tu kwamba unamwogopa, kamwe hawezi kukuacha. Hiyo bana ndio ilikuwa kauli ama ilikuwa hotuba ya kiongozi Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndio kiongozi mkuu wa Iran. Ni hotuba ambayo alitoa jana wakati akizungumza kuhusiana na matamshi ambayo aliyetoa rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na vita vinavyoendelea baina ya Iran pamoja na Israel. Na kupitia hotuba hii bana ameapa kabisa kuendeleza vita, na endapo Marekani pia wataamua kuingilia vita hivi, basi anasema kwamba uharibifu ambao utatokea kule Marekani utakuwa sio mdogo. Sasa inabidi ueleka karibu na Ramakay Online, maana nitakuwa nakupa updates zote kuhusiana na nini ambacho kinafanyika kule Iran na nini ambacho kinafanyika kule Israel, na namna ambapo pia wa Marekani wanajaribu kuingilia vita hivi ambavyo mpaka sasa hivi vinazidi kuchacha moto. Hii hapa ni Ramakay Online.